Ninashukuru sana kwa swali zuri ambalo uliuliza juu ya maana ya dhabihu za shukurani. Kama ambavyo imeandikwa kwenye kile kitabu cha Zaburi 50:14, neno la Mungu linasema, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Lakini ukisoma pia kwenye hiyo Zaburi 50:23, maandiko yanasema, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitauonyesha wokovu wa Mungu. Sasa kama ulivyouliza, nini maana ya dhabihu za kushukuru? Dhabihu za kushukuru ni mojawapo ya sadaka. Unajua kuna sadaka ya fungu la 10, kuna sadaka ya kuingia kwenye malango kama maandiko yanavyosema, usiache kwa unapoingia kwenye nyumba ya Mungu usiache kutoa sadaka. Hizo tunasema ni sadaka za kuingia kwenye malango ya Mungu. Sasa kuna aina mbalimbali za sadaka, hasa katika agano la kale. Sasa sadaka za dhabihu au dhabihu ya shukrani au sadaka za shukrani ni zile ambazo mtu anatoa baada ya kuwa Mungu amemfanyia kitu fulani. Kwa hiyo ndani ya moyo wake anasukumwa, anakuwa na shauku ya kumtolea Mungu hiyo sadaka. Haambiwi na mtu yeyote yule, lakini kwa sababu Mungu amefanya na kwa sababu Mungu ametenda, unaona huyo mtu anapata nguvu, anapata msukumo wa kumshukuru Mungu. Kwa hiyo anaandaa sadaka hiyo kwa ajili tu ya kumshukuru Mungu, si vitu vingine. Na unajua sadaka ya namna hiyo mara nyingi sana huwa Mungu anaipenda. Ndio maana umeona imeandikwa ni sadaka ambayo Mungu anaipenda. Ni kwa nini Mungu anaipenda sana? Kwa sababu appreciate au nitumie lugha ya Kiswahili, naweza nikaiweka ni umeheshimu kila ambacho Mungu amekupa, na mara nyingi inakuwa ni utambuzi ya kwamba umetambua kwamba hiki ambacho nimekifanya, hiki ambacho nimetendewa, Mungu ambaye ametenda. Huu mlango ambao umefunguliwa ni Mungu ambaye ameufungua. Hii njia ambayo imefunguliwa ni Mungu ambaye ameifungua. Kwa hiyo kwa kutambua hicho, unaona mtu anaamua kwenda kutoa sadaka ya shukurani kwa sababu Mungu amefanya kitu kwenye maisha yake. Kwa hiyo ndio dhana halisi ya sadaka ya shukurani. Naomba pia ni mshukuru Mungu kwa hili swali zuri. Baba, asante kwa neema yako, asante kwa utukufu wako. Baba, tazama kwa namna ambavyo unapenda sadaka za shukurani. Naomba uendelee kutusaidia sisi watoto wako, sisi kanisa lako, ya kwamba pale unapofanya, Roho Mtakatifu tukumbushe tuweze kumtolea Mungu sadaka ya shukurani. Tuweze kumtolea, tusije tukasahau ya kwamba ndiye Mungu aliyetupa, ndiye Mungu aliyetufungulia mlango, ndiye Mungu aliyetuponya, ndiye Mungu ambaye ametuhifadhi salama. Tuwezeshe mfalme wa amani katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba mioyo yetu ijawe na shukurani, na ikishafurika shukurani tuweze kutoa chochote mbele zako katika madhabahu yako na kusema ya kwamba Bwana, leo nimekuja nyumbani mwako na nimekuja na sadaka ya shukurani. Tusaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tuwezeshe Roho Mtakatifu tusije tukasahau. Iwe ni tabia yetu ya kushukuru pale unapofanya, pale unapotenda, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu yangu.